Samia oye! Mwakibunge oye! Waziri Bashe oye! Niombe kusema jambo moja. Hapa tumeelezwa tutakuwa na mizani ya kidijitali, ambayo mizani hiyo itatumika kwa wakulima pindi wanapopeleka kuuza pamba zao. Niombe uaminifu kwa wale wote watakaohusika na mizani hiyo. Hatutakubali kama serikali kuona mkulima ananyonywa ndani ya ardhi ambayo ameitolea jasho. Hivyo tutoe rai wale wote mnaohusika, na hapa ni waombe maafisa kilimo pamoja na makampuni ambao mnakwenda kununua, mtusaidie uaminifu kwa wakulima, kwa sababu serikali siku zote ipo kwa ajili ya kulinda maslahi ya wananchi wake. Moja, tumlinde huyu mnunuzi, lakini pia tumlinde huyu muuzaji, lakini tumlinde yule anayelima. Ni kazi ya serikali. Endapo itatokea kuna mmoja wetu anamuumiza mwenzake, kama serikali tutaingilia kati na tutaweza kuchukua hatua. Kumekuwa na tabia pia, bei inaweza ikapanda, lakini mameneja wanaopewa fedha na wamiliki wa makampuni hamwendi kutoa fedha kwa wakulima ile inayotakiwa kutolewa. Matokeo yake mnaichonganisha serikali na wananchi. Niwaambie, nikiwa mkuu wa mkoa hapa wa Simiyu pamoja na hao wakuu wa wilaya, hatutakubali hilo jambo. Kama bei imepanda leo, kesho tangaza bei mpya. Sio unaenda kununua pamba kwa bei ya zamani na fedha unabaki nayo. Maana yake kwanza humtendei haki aliyekutuma kwa maana ya kampuni, lakini pili unamnyonya mkulima ambaye ametoa jasho katika ardhi ambayo ameilima. Kama serikali tutasimama na wakulima kuhakikisha haki zao wanazipata kwa muda stahiki. Kwa hiyo niombe sana tuwe waaminifu. Bei inapotolewa na serikali, bei elekezi ianze kufanya kazi mara moja. Lakini jambo lingine, niseme jambo moja. Serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais amefanya mambo mengi katika mkoa wa Simiyu na mikoa yote ambayo inalima pamba. Hapa wakulima tulipokea matrekta zaidi ya 400 ambayo yalipelekwa katika kata mbalimbali. Gharama ya kulima ilikuwa ni 50,000. Baada ya ujio wa matrekta gharama ikawa 30,000 mpaka 35. Maana yake hii ni gharama imepungua kwa nani? Kwa mkulima. Uongo kweli? La pili, serikali hapa ilileta mashine nyuki zile wanaita drone kwa ajili ya kusaidia umwagiliaji. Kuna baadhi ya maeneo zimefika, kuna baadhi ya maeneo bado. Lakini imani yangu kupitia wizara, hizi mashine zisambae basi na maeneo mengine, ili wakulima wetu waweze kulima kilimo cha kisasa, kilimo ambacho kinatija. Jambo la pili, tutoe shukrani za dhati kabisa. Moja, kwa Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya katika kilimo cha pamba ndani ya mkoa wetu. Lakini pia tumpongeze Mheshimiwa Bashe, waziri wetu wa kilimo, kwa jitihada kubwa ambazo anazifanya katika zao la pamba. Lakini jambo la tatu, niwapongeze kamati yetu ya usalama ya mkoa kwa namna ambavyo tunashirikiana bega kwa bega kuhakikisha tunasimamia mwanzo wa msimu mpaka mwisho wa msimu, ili wakulima wetu waweze kupata tija. Na nne, niwapongeze waheshimiwa wakuu wa wilaya, na niombe wasimame wakuu wetu wa wilaya. Kazi yoyote inayofanywa kwenye kilimo cha pamba, hawa ndio wanaosimamia kule chini. Kwa hiyo waheshimiwa ma-DC, mimi ninawapongeza hadharani hapa. Kazi yenu ni njema, endeleeni kushikilia hapo mliposhikilia, na msimu huu tunatamani wakulima wauze pamba, mapato ya serikali yapatikane. Simamieni kodi ili kodi hiyo ipeleke maendeleo kwa wananchi. Lakini mwisho, nimpongeze rasi wetu hapa ambaye hajasema kwa siku ya leo. Simama Mama Kayombo. Katibu tawala nampongeza kwa sababu yeye ndiye anasimamia wataalamu wote ndani ya mkoa na ndani ya wilaya. Wasisitize wataalamu wako, tunachohitaji mwaka huu wakulima waone tija na faida katika kilimo cha pamba.